Huduma za usafiri wa umma zimesambaratika katika miji mbalimbali hapa nchini kufuatia mgomo uliosababishwa na ongezeko la bei ya mafuta. Aidha, Wakenya walikumbwa na taswira isiyokuwa ya kawaida asubuhi ya leo baada ya wahudumu wa magari ya usafiri wa umma kusitisha huduma zao barabarani, hatua ambayo imewaathiri pakubwa wananchi waliokuwa wakielekea katika maeneo mbalimbali. Katika vituo mbalimbali vya mabasi na maeneo ya kubeba abiria katika miji tofauti, abiria waliokwama walionekana wakisubiri magari ya usafiri wa umma bila matumaini. Aidha, baadhi ya magari ya umma ambayo bado yanafanya kazi yanatoza nauli ya juu kuelekea maeneo mbalimbali. Siku ya Jumapili, viongozi katika sekta ya usafiri waliitaka serikali kuchukua hatua za haraka na kupunguza bei ya mafuta ili kuzuia hali hiyo kuendelea kuwa mbaya. Barabara nyingi zimeendelea kusalia bila magari ya usafiri, huku kukiwa na maandamano ya amani yaliyopangwa na waendeshaji magari baadaye leo. Hata hivyo, kuna hofu ya wahalifu kuingilia maandamano hayo. Hatua hii imejiri ama inaathiri pia shughuli mbalimbali za uzalishaji na utoaji huduma, ikiwemo biashara, haswa katika sekta za elimu na huduma za afya, watoto wengi wakisalia nyumbani kutokana na hali hii. Mtazamaji, miongoni mwa wanahabari wetu ambao wamekuwa wakitupasha mengi tu kutoka maeneo tofauti ni Emmanuel To, ambaye amekuwa pamoja nasi katikati mwa jiji la Nairobi. Hivi sasa tunaungana naye tuambie hali halisi ikoje. Emmanuel To. Na asante sana Nimrod. Kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba jiji la Nairobi limesalia mahame kwa saa tangu asubuhi hadi sasa, na kwa sasa tuko katika mzunguko wa Haile Selassie, ambapo barabara ya Moi Avenue na barabara ile ya Haile Selassie inapatana, na upande wangu wa kushoto ni steni ya magari ya kuelekea upande wa Rongai, na kama mwenzangu anaweza kuonyesha tu, hadi sasa hakuja kuwa na shughuli zozote za uchukuzi. Wale abiria ambao mara nyingi unawapata pale hawako kwa leo, magari hayapo, kumesalia bila shughuli zozote, na hii ndio imekuwa hali hali ambayo imekuwa tangu asubuhi, wakati ambapo tumekuwa tukipiga kambi katikati mwa jiji la Nairobi. Maafisa wa polisi wanaendelea kupiga doria, kushika doria na kuhakikisha kwamba hakuna ambalo linaenda mrama, kwa sababu maandamano haya tumearifiwa kwamba wale ambao ni wasimamizi wa matatu nchini wamesema kwamba ni maandamano ya amani, na kwa hivyo hatujashuhudia hali ile ya kurushia maafisa wa polisi mawe hapa jijini, lakini tumeona maafisa wa polisi wakiwarushia vitoza machozi ama vitoa machozi hawa waandamanaji, na baadhi yao wamekamatwa. Kumekuwa na lori kama hizi kadhaa katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo baadhi ya watu hao wamekuwa kikamatwa na kupelekwa kwenye vituo tofauti tofauti vya polisi. Ningependa tu kukuonyesha pia upande wangu wa kulia, ambapo ni steni ya magari ya masafa marefu, eneo ama magari ya kuelekea maeneo ya Eldoret, upande ule mwingine wa Mombasa, pia Kisumu, na maeneo tofauti tofauti, ambapo ni steni ya magari ya Easy Coach. Na kama unavyoona kwa sasa hakuna hata gari moja ambalo liko hapo kwa sasa ambalo limeegezwa, kumaanisha kwamba shughuli zimesitishwa. Hatujaona abiria pale wakitoa ama wakipata taarifa yoyote pale ama kuelezea hali yao, lakini tumepata kuzungumza na Wakenya wengine baadaye asubuhi, na kuna wengine hapa ambao ningependa kusikia tu maoni yao kidogo tu kabla tufunge. Tuanze, tuna jina lako, umefikaje mjini kwa sababu la kuja kuwa na magari, na hali imekwaje? Naitwa Brian Kimani. Nimekuja miguu kutoka Kayole mpaka hapa mjini. Life ya leo, mimi naweza sema serikali isikize kilio ya watu, itushukishie mafuta. Mimi ndasema kilio, watu sikizie kilio yetu, washukishe mafuta. Because sasa hii government tukiendelea hivi ni mambo nyingi inapotea. Wewe imagine mtu mwenye anatoka Kayole miguu ama Githurai miguu akuje hapa na ndio anafanyianga kazi, na alafu kufika tu hiyo town aufanyi kazi yako, unapata mambo inakata. Lakini sisi tunaomba Ruto, angalia ground venye iko, sikiza kilio ya Wakenya, na kama utaisikiza sisi tutakwambia tu utazega na tunakupatia one time. Kama sio hivyo, kama hiyo one time utakata kutoka nayo, tunachukua madimanga. Sisi hatutakunao. Sisi hatuko diglo kama Wakenya, hatuko diglo. Wacha tukwambie tu ukweli, kama Wakenya hatuko diglo.
Wewe shikanisha Wakenya, usikie venye Wakenya wanalia. Sasa hatuna ngata, hiyo ngata, sikize hiyo ngata venye imepanda, ishukishe. Ama ni aje mraia? Umse hatusikize ama ni aje? Sasa mwingine kuja hapo uzungumze, kuja kwa kamera. Haya, sema maoni yako haraka haraka. Si tuko huku bado usisahau hadi kazi mtani ujiongeza do. Sasa wewe jua vitu vishapanda bei already na wewe utaki kujua, wewe ndio ujui ground. Ndio tuko ground Sasa mwisho kabisa acha niongee na moja. Ongea na moja. Mwisho ngoja ndakushikia microphone. Songeni nyuma kidogo ndio tuwasiliane vizuri. Karibia hapo mtu wa Senali. Ningependa kuongelelea acha huyu jamaa ongea haraka alafu tuende kwa mtu wa boda boda. Kwa majina ninaitwa Kalebo Muse kutoka Busia County. Niko hapa Nairobi na sisi ni wafanyakazi wa trolley members. Kazi yetu ni hii ya trolley members. Unapoangalia kwenye mgongo wangu utaona mimi ni mmoja wapo ya... Angalia kamera. Pili kabisa tumeathirika sana. Kando na mafuta tunategemea hizi gari za matatu, tunategemea abiria ambao wanasafiri kila siku. Ukiangalia ndugu zetu wa pikipiki pia wameweka parking, hakuna kazi inaendelea CBD na Kenya yote nzima. Sasa hizi vijana vile wanatuona hapa tunategemea maisha ya luggage carrying. Mizigo ya makasoma ambao wametoka mbali na nje ya nchi yetu, tunategemea kubeba mizigo yao. Na bila hii mafuta hakuna kitu itaendelea. Hata sisi kama members wa mafuta, bila hii mafuta tukue kitu kimoja. Sasa hii tukue kitu kimoja Nairobi. Tumejisajili tuko kitu kimoja. We are a group, tumejisajili. Hii kazi tunataka iwe kipaumbele. Tafadhali tuangalie please. Asante. Acha niongee na mtu ambaye ako kwa boda boda atueleze. Tarudi kwako kidogo tu. Tuambie anza na jina lako. Majina yangu ni Daniel. Daniel nani? Osiemo. Tueleze hali imekuwaje leo? Hali imekuwa ngumu leo. Mafuta ni bei kali. Tumeenda kutafuta mafuta imekosa, lakini mimi kitu ikanikujia, nikasema president mmoja alituambia, President Ruto alituambia tunaweza kunywa mafuta ya taa. Ndio hiyo mafuta ya taa nimeitafuta kutoka Mlolongo mpaka hapa sijaona mafuta ya taa pahali. Sasa si atuwekee station ya mafuta ya taa kama hii town service hatunanga mafuta ya taa, na mimi naitafuta sana hiyo mafuta ya taa. Asante sana. Kuna jamaa wa Senali alikuwa hapa, simama pale, ulitaka kuongea sana kwa haraka sana, tuambie maoni yako. Haya, kwa majina ni Malaki, mtakushikia microphone. Kwa majina ni Malaki Mageto from Rongai, na mimi nasema wenyewe hakuna venye mafuta inaweza kuwa cheap Tanzania na Uganda ikuwe very cheap na yet inapitia Mombasa port ikienda huko. Kwa hivyo waangalie mambo ya mafuta, otherwise ni one term, no two terms, even hata ingekuwa half term, lakini waje tu ikuwe one term. Thank you. Asante sana. Kwa hivyo Nimrod, hali ndio hiyo hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Umesikia maoni kutoka kwa wakazi hapa. Kuna maafisa wa polisi pia wako hapa, wamekuja kushika doria. Kiwaona ndio hawa wako kwenye shughuli zao wakihakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Kwa hivyo hali imekuwa hivi, kumekuwa na mikutano moja baada nyingine, maafisa wa polisi wanakuja wanavuruga, na hali inaendelea kama kawaida hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Kumekuwa na magari machache sana ya uchukuzi, sijaona hata moja hadi sasa tangu asubuhi huku katikati mwa jiji, isipokuwa tu pikipiki za bodaboda. Pia haya magari ya maafisa wa polisi kiwakamata wale ambao wanaandamana, na hali imekuwa hivyo hadi masaa haya. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, Nimrod, na kurejesha kwako studio.